Alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida. Amma ba'du. Baada kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia ziada za rehma bwana Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ndugu zangu katika imani, siku ya leo tunakwenda kwenye dua muhimu sana kuifahamu na muhimu sana kuijua. Ni dua adhim sana kwa sababu inasema dua hii ni dua ya kutoka kwenye majanga na matatizo mazito. Ni dua ya kujitoa katika majanga na matatizo yaliyokuwa mazito. Ndugu zangu, sisi sote ni binadamu na binadamu tunajuana. Muda mwingine mtu anakuwa na shida, matatizo, majanga. Yaani kuna mambo ambayo kwamba yamekukamata, yamekushika kwa hapa na unakuwa huna jinsi ya kujiondoa katika mambo hayo. Lakini wallahi lazim Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametupa mlango ambao unaweza ukapita, mlango ambao unaweza ukaingia kwenda kuyaondosha yale mazito na majanga ambayo kwamba yanakuumiza na majanga ambayo kwamba uko nayo katika nafsi yako yanakuumiza ndani kwa ndani. Lakini utakwenda kumwambia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hali yako, majanga yako, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakwenda kuyaondosha na atakwenda kuyatoa majanga uliyokuwa nayo, na hiyo hali uliyokuwa nayo biidhnillahi Ta'ala kwa uwezo wake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo ni dua muhimu sana ndugu yangu katika imani, ni mtu kwenda kuifanya, ni mtu kwenda kuisoma biidhnillahi Ta'ala, na Allah atakuondosha katika hali na mazingira kama hayo ambayo tumeyazungumza muda si mrefu biidhnillahi Ta'ala. Ndugu yangu katika imani, niwaombe wale ndugu zetu ambao wanapita katika channel yetu hii lakini bado hawaja subscribe, basi wa subscribe, sababu faida yake kwamba kila mada, kila darasa tukileta wao wanakuwa mwanzo kupata darasa kama hilo. Na wale ambao wanapita lakini hawaja like darasa zetu, basi wafanye hivyo ili mradi waweze kupata faida kubwa sana kwa mada na maudhui mbalimbali ambayo tunayaleta kupitia katika darasa letu hili zuri kabisa la adhkari na dua biidhnillahi Ta'ala. Kwa hiyo twende sambamba na mimi inshallah, nianze kukuelekeza namna gani utasoma dua hii ili Mwenyezi Mungu akuondoshe katika huzuni, akuondoshe katika majanga, katika mazito na magumu yale ambayo unayopitia hivi sasa. Najua mimi, wewe tunapitia mazito, tunapitia magumu, lakini hakuna ambaye anayeweza kuyaondosha haya. Hakuna kitu kinachoweza kuondosha haya isipokuwa ni dua. Dua peke yake ndio inaweza ikabadili kadari za Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ni dua, shekhe wangu. Usije hata siku moja ukadharau dua. Dua ndio kitu ambacho kinaweza kubadili kadari za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sasa twende tukaangalie, tukajifundishe dua hii namna gani tunaweza kujiondoa katika hali kama hiyo. Jambo la kwanza ndugu yangu Muislamu, utaanza na neno hili. Utaanza kusema subhanallahi alazim, subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi alazim. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi alazim. Subhanallahi wa bihamdihi, na nyakati yake nitakwambia nyakati gani. Subhanallahi alazim, subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi alazim. Neno hili utakwenda utalisoma mara 100. Ukimaliza hapo utasema la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Neno hili utalisema takriban mara 1000. Mara 1000. Ukimaliza hapo utasema ya mukhallisa Yunus bin Matta min batni al-hut khalisni min al-hammi alladhi ana fihi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Ya mukhlisa Yunus bin Matta min batni al-hut khalisni min al-hammi alladhi ana fihi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Ukimaliza maneno hayo utasema bismillahir rahmanir rahim. Bismillahil wahidil mannan. Bismillahis samadul muta'an. Bismillahis samadul muta'an. Bismillahis samadul musta'an. Bismillahi rabbil qudrat Bismillahi rabbil qudrat al-'azimati wal jah. Bismillahil qawiyyush shadidil hadiri fi kulli makan.
Bismillahi nuru alladhi Bismillahi nuru alladhi anaru kulla shay'in min nurihi wa ada'u. Bismillahi almatinu alladhi atbatu hubbuhu fi qulubi al-ashiqin wa atubat biqadratihi wa atbat biqudratihi samawati wal ardi dhul jalali wal ikram. Narudia tena, ukimaliza kusoma hii hapa unaanza kwanza na nini? Unaanza na hii astaghfirullah mara 100, alafu utasema la ilaha illa anta subhanaka in kuntu minadh dhalimin, la ilaha illa anta subhanaka in kuntu minadh dhalimin, la ilaha illa anta subhanaka in kuntu minadh dhalimin, la ilaha illa anta subhanaka in kuntu minadh dhalimin. Ukimaliza hiyo mara 1000 utakuja kusoma maneno haya. Utasema ya mukhlisa Yunus bin Matta min batn al-hut khalisni min al-hammi alladhi ana fihi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ukimaliza hapo utasema bismillahir rahmanir rahim, bismillahir wahidil mannan, bismillahis samadul musta'an, bismillahi rabbil qudratil azimatil walja, bismillahil qawiyyush shadidil hadiri fi kulli makan, bismillahi nuru alladhi anaru kulla shay'in min nurihi wa ada'u, bismillahi almatinu alladhi atubatu hubbuhu fi qulubi al-ashiqin wa atubat biqudrati as-samawati wal ardi ya dhal jalali wal ikram. Bismillahi wa billahi wa minallahi wa ila Allahi wa ala Allahi falyatawakkalu almutawakkilun. Narudia tena, dua hii utaifanya siku ya Jumatano, Alhamisi mpaka Ijumaa. Dua hii ifanye kuanzia Jumatano, Alhamisi mpaka Ijumaa. Jumatano, Alhamisi mpaka Ijumaa. Ipige dua hii. Allah akuondoshe katika huzuni, dua ya kutoka katika majanga, shida na matatizo yalikuwa mazito. Narudia tena. Utakapoanza kusoma utaanza na maneno haya. Sikiliza kwa makini. Utaanza kwanza na hii hapa, subhanallahi alazim, subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi alazim, subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi alazim. Ukimaliza maneno haya mara 100 utasema ya mukhlisa Yunus bin Matta min batn al-hut khalisni min al-hammi alladhi ana fihi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Utasoma maneno haya mara 10. Ukimaliza maneno haya mara 10 utasema bismillahir rahmanir rahim, bismillahir rahmanir rahim, bismillahil wahidil mannan, bismillahis samadul muta'an, bismillahis samadul musta'an, bismillahi rabbil qudratil azimati wal ja, bismillahil qawiyyush shadidil hadir fi kulli makan, bismillahi nurul ladhi anaru, bismillahi nurul ladhi anaru kulla shay'in bi nurihi wa ada, bismillahi alladhi almatinu alladhi atubat hubbuhu fi qulubil ashiqin wa atbat biqudratihi samawati wal ardi ya dhal jalali wal ikram. Afu utasema bismillahi wa billahi wa minallahi wa ila Allahi wa ala Allahi falyatawakkalu almutawakkilun. Dua hii utaifanya kwa muda wa siku 3, na siku yake hasa kuanzia Jumatano utaifanya mpaka siku ya Ijumaa. Ina maana ile Ijumaa baada ya salatul asri ndio unakwenda kuimaliza dua yako hii biidhnillah taala. Na jitahidi sana wakati dua hiyo umevaa. Basi kama una kanzu nyeupe kama yangu piga, ama kama una kiremba cheupe juu yake piga. Sina maana kama nguo zingine ukivaa itakuwa dua haiswihi ama dua itakuwa haifiki, la, lakini ukivaa vazi leupe itakuwa ni vizuri zaidi. Ipige dua yako inshallah,
Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akuondoshe katika huzuni, akuondoshe katika majanga, akuondoshe katika mazito, akuondoshe katika yale ambayo kwamba wewe na haya majanga haya mimi kwangu imekuwa magumu sana. Nenda kafanye dua hii biidhnillah Ta'ala. Kama utakuwa umesahau jambo utanipigia katika namba yangu ya 0756 81 11 mwisho 26, 0756 81 11 mwisho 26 biidhnillah Ta'ala. Ni dua muhimu sana. Na nikwambia ndugu yangu, siku zozote, siku yoyote usije ukadharau dua. Yani kitu kinachoitwa dua usije kudharau hata siku moja. Dua ndio moyo wa ibada. Dua ndio ambayo inaweza kubadili kadari za Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ni dua tu. Na Mungu anasema ud'uni astajibu lakum, kwamba niombeni nitakujibuni. Ndugu yangu, unapoomba dua siku zote jitahidi kuhudhurisha moyo wako, akili yako, mawazo yako, fahamu zako ziwe pale katika dua. Alafu uwe na yakini kwamba hiki ninachokiomba Mwenyezi Mungu atanipa. Wallahi Mwenyezi Mungu atakwenda na atajibu dua yako biidhnillah Ta'ala, bila kuwa na mashaka, bila kuwa na nini. Mungu atakwenda na atajibu dua yako hiyo biidhnillah Ta'ala, kwa mapenzi yake na kwa uwezo wake Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nazungumza haya kwa uzoefu. Nazungumza haya na uhakika, kwa sababu mara nyingi tunazifanya kazi hizi na tunafahamu jinsi gani mtu anapokwenda kuomba dua anatakiwa awe vipi, anatakiwa aweje biidhnillah Ta'ala. Kwa leo tunakwenda kuishia hapa ndugu zangu katika imani. Tukutane katika kipindi kijacho, tukutane katika darasa lijalo la adhkar na dua. Na wale ambao bado hawajasubscribe channel yetu, basi wasubscribe ili mradi waweze kupata faida kubwa sana kutokana na mada na maudhui mbalimbali tunayoyaleta kupitia katika darasa hizi. Wabillahi tawfik, wassalamu alaikum. Wabillahi tawfik, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndugu zangu katika imani, inshallah kwa leo tunaishia hapa inshallah. Inshallah tumeishia hapa kwa leo inshallah.